Viwanjani, Simba Sports Club yatinga finali ya CAF baada ya miaka 32. Kikubwa matumaini yetu ni kuna namna ambavyo tunakwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho barani ya Afrika. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Tunaanza na habari za ulimwengu. Msomaji ni Halima Nyanza. Mamilioni ya watu nchini Hispania na Ureno wamepata usumbufu mkubwa baada ya umeme kukatika katika eneo kubwa la nchi hizo. Shirika la umeme nchini Hispania limearifu kuanza kurudi kwa huduma hiyo katika baadhi ya maeneo ya kusini na kaskazini. Taarifa zaidi na Frank Mavura. Mamlaka nchini Hispania zimesema kukatika huko kwa umeme kumefanya hospitali nchini humo kutoa huduma kwa kutumia jenereta, huku mawasiliano na huduma za usafiri zikikatika, ikiwemo mfumo wa huduma ya usafiri wa tren na usafiri wa kawaida. Kukatika umeme pia kumeathiri huduma katika viwanja vya ndege. Kukatika huko kwa umeme pia kumeathiri baadhi ya maeneo ya kusini magharibi mwa Ufaransa. Bado haijafahamika sababu za kukatika huko kwa umeme. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kusitisha vita vya Ukraine kwa siku 3. Zoezi hilo linatarajiwa kuanza Mei 8 likienda sambamba na maadhimisho ya miaka 80 ya kushindwa kwa utawala wa Kinazi wa Ujerumani katika vita kuu ya pili ya dunia, ambapo baada ya Hitler kujiua wanajeshi wake walitia saini mkataba wa kusalimu amri Mei 8 na 9 mwaka 1945. Ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema iko tayari kufanya mazungumzo ya amani bila ya masharti, lakini hata hivyo haikubaliani na makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 30 yaliyopendekezwa na Marekani na kuungwa mkono na Ukraine. Afisa wa ngazi za juu wa Palestina ameiambia mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ kwamba Israeli inazuia misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina ikiwa ni kama silaha ya vita. Amar Hijaz ameiambia ICJ kwamba Wapalestina hawana uwezo wa kupata maji salama ya kunywa na kwamba maghala ya mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yako tupu. Hivyo ndivyo ukweli ulivyo. Njaa ipo hapa. Misaada ya kibinadamu imekuwa ikitumika kama silaha ya vita. Maduka yote ya bidhaa za kuoka yanayosaidiwa na Umoja wa Mataifa yamelazimika kufungwa. Wapalestina 9 kati ya 10 hawana uwezo wa kupata maji safi ya kunywa. Maeneo ya kuhifadhi vifaa vya Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa hayana kitu, yako tupu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkusanyiko wa makardinali wa kanisa Katoliki kwa ajili ya uchaguzi wa papa maarufu kama conclave unatarajiwa kuanza kikao chake cha siri cha kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo kuanzia wiki ijayo Mei 7. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Vatican siku ya Jumatatu, uamuzi wa kuanza kwa mchakato huo uliafikiwa katika kikao cha faragha cha makardinali kilichofanyika Vatican, kikao cha kwanza tangu mazishi ya Papa Francis yalipofanyika Jumamosi. Jumla ya makardinali 135 kutoka mataifa mbalimbali, wote wakiwa na umri wa chini ya miaka 80, wanastahili kushiriki katika mchakato huo wa kumpata papa mpya wa kanisa Katoliki. Ulinzi umeimarishwa nje ya mahakama jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo kesi na mkabili kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ikiwa inasikilizwa. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo imesikiliza upande wa jamhuri juu ya hoja za mawakili wa mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambao walipinga kesi hiyo uhaini inayomkabili kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amezungumzia kuimarishwa huko kwa ulinzi. Kama unaishi Dar es Salaam, tangu kabla ya Pasaka, wakati wa Pasaka, baada ya Pasaka, yani sisi hali ya ulinzi tumeimarisha sana. Kama una kumbukumbu, siku za nyuma jiji Dar es Salaam lilikuwa na matukio mengi ya kihalifu, yalikuwa yakiwalenga watu mbalimbali, watu tofauti tofauti. Kwa hiyo hali ya ulinzi imeimarishwa. Sijui kama sisi kupita mitaani au kwenda mitaani kuimarisha masuala ya kiusalama, sidhani kama hilo ni swala baya. Askari ni wengi, tumeimarisha ulinzi na mji wetu uko salama.
Na rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah amemfukuza kazi waziri wa kilimo wa nchi hiyo kwa tuhuma za kumbaka msichana wa miaka 16. Polisi nchini humo wamedai kuwa waziri huyo alikamatwa Jumamosi baada ya madai ya kujaribu kumhonga mwathirika ambaye sasa ana umri wa miaka 21 ili kuondoa kesi hiyo. Tukio hilo linadaiwa kutokea miaka 5 iliyopita. Hii ni BBC. Taarifa kuu za dunia zimesomwa na Halima Nyanza na unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia West FM. Nchini Tanzania, matangazo haya unayapokea kupitia Radio 5 na Radio Free Africa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Vile unaweza pia kutoa maoni yako na baadaye tukasoma ujumbe wako. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Regina. Asante sana Sarafina na karibu msikilizaji katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Kwa kuanza moja kwa moja, taarifa yetu kuu ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam hivi leo imesikiliza upande wa jamhuri juu ya hoja za mawakili wa mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambao walipinga kesi kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Awali mahakama ilitoa taarifa kuwa kesi ya uhaini inayomkabili Lissu itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Kwa mujibu wa wakili wa Lissu, mahakama itatoa uamuzi Mei 6 mwaka huu. Huyo pa Dr. Rugemelera Nshala, mwanasheria mkuu wa Chadema. Upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo na sisi tuna hoja zetu za mwisho kuweza kupinga au kuweza kusahihisha kile ambacho serikali walikuwa wamekisema, ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba ni haki ya mteja wetu kuletwa mahakamani kwa sababu yeye tayari katika ile siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alipata dhamana. Kwa kuwa hii kesi inahusu tayari ana dhamana, na kanuni za kesi za jinai ni kwamba mtu akiwa na dhamana ndani ya siku unapokuja mahakamani lazima kesi inapoitwa lazima utokee mahakamani. Uwezo kusikilizwa katika kesi ya jinai kusikilizwa nyumbani kwako au kwingineko kwa sababu unakuwa uko nje kwa dhamana. Wakati hayo yakiendelea, ulinzi uliimarishwa nje ya mahakama huku waandishi wa habari na wafuasi wa Chadema wakizuiliwa kuingia ndani ya mahakama. Chadema inasema makazi ya viongozi wake akiwemo makamu mwenyekiti John Heche yalizingirwa na polisi wenye silaha tangu wakati wa alfajiri. Wiki iliyopita polisi wameeleza kwamba waliwazuia wanachama wa Chadema na wengine walikamatwa kwa ajili ya mahojiano ili kuimarisha usalama hasa katika eneo la mahakama. Hata hivyo, BBC imezungumza na baadhi ya wanachama wa Chadema waliohudhuria katika mahakama wiki iliyopita na kueleza maswaibu yaliyowakuta kutoka kwa jeshi la polisi Tanzania. Nilikuwa na mtandio. Nikatoa ule mtandio kwa ajili ya kumsaidia yule dada. Wakaja askari 3 wa kike. Walichokifanya ule mtandio wakafanya kuninyang'anya, wakawa kama wanamkabia tena Eliza. Wale askari wa kike wakaniacha, akaja askari wa kiume kama 3. Wakaniambia ingia kwenye gari, ambapo gari huko kuna Mwaipaya na Pambaru na viongozi wengine. Tulifika kule Ununio tukakuta kuna Defender 2 zimejaa askari wengi sana. Tulipotoka pale askari walikuwa wameninyang'anya mimi simu yangu. Mimi ndo nilianza kushushwa kwenye gari. Nikawa napigwa na askari wa kiume kama 3. Walikuwa wachagui sehemu za kupiga. Walikuwa wananipiga sehemu zozote, kwa hiyo ile rungu ikija hivi nikawa nazuia. Kabla sijakaa pale chini nilipigwa rungu nyingi sana, nikajikuta nimedondoka. Wakati nimenyanyua mikono yangu juu ili kutafuta nafasi nzuri ya kupiga yule mbwa alioning'ata, nikawa nimenyanyua mikono yangu juu, nikashindwa jinsi ya kupiga yule mbwa. Fimbo zikawa nyingi sana kwenye kichwa, kwenye mikono. Finally nikashindwa kushusha ile tofali, nikawa nimepigwa sana, nikadondoka pale. Damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale na mbwa wakawa wananing'ata kwenye miguu, na wakaleta mbwa mwingine kushughulika na mkono wangu, mguu wangu mwingine huu wa pili. Miguu ina majeraha, mnaweza mkaona tu mbele nyuma. Kitu kilichonishangaza sana, ndugu zangu, wale askari walikuwa tayari kusaidia mbwa, lakini sio mimi.
Tayari jeshi la polisi liliarifu kwamba liliwashikilia watu hao kwa ajili ya mahojiano na kwamba hayo yote yamefanyika kwa kufuata sheria za nchi na si vinginevyo. Wakati hayo yakijiri, muda mfupi uliopita nimezungumza na Kamanda Jumanne Muliro, kamanda wa jeshi kanda maalum ya Dar es Salaam, anayeelezea kuhusiana na swala la jeshi la polisi kuzingira nyumba za viongozi wa Chadema. Sina hakika kama unaishi Dar es Salaam, lakini kama unaishi Dar es Salaam tangu kabla ya Pasaka, wakati wa Pasaka, baada ya Pasaka, yani sisi hali ya ulinzi tumeimarisha sana. Kama una kumbukumbu, siku za nyuma jiji Dar es Salaam lilikuwa na matukio mengi ya kihalifu, yalikuwa yakiwalenga watu mbalimbali, watu tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi maeneo mengi sana hali ya ulinzi imeimarishwa, na watu wengi walikuwa wakipiga simu kupongeza hizo jitihada za sisi kwenda kwenye mitaa. Ukifika kwenye nyumba unaulizaje hali ya ulinzi. Sasa sijui kama sisi kupita mitaani au kwenda mitaani au kuwa kwenye nyumba ya mtu kuimarisha masuala ya kiusalama nyumba mbalimbali na sio moja. Sidhani kama hilo ni swala baya. Sijui wao wanasemaje. Mitaa yetu mingi, nenda Kitunda, nenda Mwanagati, nenda Msongola, nenda Kivule, nenda kule Kwembe kwa Kolimba, nenda Tegeta, askari ni wengi, tumeimarisha ulinzi na mji wetu uko salama. Kamanda Muliro, wao wenyewe wanasema kwamba Heche pamoja na Tundu Lissu walikuwa hawawezi kuingia wala kutoka na wala mtu kutoka nje kuingia na kutoka. Ni ulinzi huo unaozungumzia? Ni nani aliyetaka kuingia akashindwa kuingia, au nani aliyetaka kutoka akashindwa kutoka? Kama tunaimarisha ulinzi mitaani au kwenye nyumba mbalimbali, tunapita sehemu zenye matishio, alafu wewe ukajitia hofu. Mimi nadhani tumepata simu nyingi za pongezi kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti. Ni eneo hilo tu unalolitaja ndio wameshtuka, lakini watu wa Kitunda tumekwenda mpaka kwenye mageti, wamefurahi. Watu wa Mwanagati kule wamefurahi, Msongola wamefurahi, wanatoka wanafurahia polisi. Sijui hapo unapoongelea labda ndio wana mtizamo tofauti. Siku za hivi karibuni kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya jeshi la polisi na upinzani, hasa Chadema. Sababu kubwa hasa ni nini? Ni mtizamo tu, lakini sisi tunaimarisha ulinzi kwa watu wote bila ubaguzi. Sasa ukiwa na mtizamo hasi dhidi ya jeshi ni mtizamo binafsi, lakini sehemu kubwa ya wananchi wa Dar es Salaam wanaona jinsi hali ilivyobadilika na kuimarika ya kiusalama katika jiji letu. Watu wanalijua hili jiji miaka 4-2 iliyopita lilikuwaje. Kwa hiyo tumeimarisha ulinzi sana. Masuala ya kiusalama kwa kweli tumeyapa kipaumbele. Sasa ukiwa ni mgeni utashangaa, lakini wale wenyeji wanapongeza sana jitihada hizi za masuala ya kiusalama kuimarika. Ndio maana hata hao viongozi wenyewe unaona wanaweza wakatembea wakafanya mikutano. Hebu jaribu kuuliza kwenye wiki 2 au wiki 1 wamefanya mikutano mingapi? Zaidi ya 20. Kama hali ingekuwa ni mbaya, sidhani kama wangefanya hiyo mikutano. Kamanda Muliro, mara nyingi jeshi la polisi limekuwa likitoa taarifa za operations mbalimbali ikiwemo nyakati za sikukuu na hata mwishoni mwa mwaka. Kwenye hii operation ya sasa mlitoa taarifa ili watu wasishtuke, ikiwemo wao wanaodai kwamba wamezingirwa? Wanaoshtuka ni wachache sana kuliko wengi ambao wanajua sisi tumekuwa kwenye mazingira haya ya kawaida ya kuimarisha usalama, lakini sehemu kubwa ya watu wanawaona polisi wanavyozunguka maeneo mbalimbali, Koko Beach, Koko Mihogo, Koko Plaza, mpaka kule Tegeta kwa Ndevu, Kunduchi, Mabwe Pande. Sasa makundi ya watu wachache ambao wanaondoka Dar es Salaam wakirudi ndio wanashangaa, lakini swala la usalama sisi ni kipaumbele namba 1. Katika kulipa jeshi la polisi taswira nzuri kwa jamii, taarifa hizi zinazozunguka kwamba ninyi mmezingira makamu mwenyekiti na mwenyekiti, unaizungumzia vipi kuweka taswira safi machoni na masikioni mwa wapenda amani Tanzania? Mimi ninachojua usalama umeimarishwa maeneo mengi, maeneo tofauti tofauti. Tumepita kwenye nyumba za watu tofauti tofauti, tunauliza mnaonaje hali ya ulinzi kwenye mageti. Wanafurahi, wanatamani iwe hivyo kila siku, wanatamani yani kama tumevyofanya wiki iliyopita, mwezi uliopita. Ulinzi sio kwa ajili ya sikukuu tu za Pasaka, ulinzi huu ni mwendelezo na tunafanya ulinzi bila kubagua. Kwa hiyo kwenye wenye viti wa vyama hivi vingine vya siasa, basi tusipite. Sisi hatufanyi kazi kwa ubaguzi, tutalinda wananchi wote wa Tanzania, lakini zaidi hawa wa Dar es Salaam ambapo mimi na himaya nao, bila kufanya ubaguzi. Naam, kamanda, baadhi ya wakosoaji wanasema ukandamizaji unaofanywa na polisi dhidi ya upinzani uongezeka katika nyakati za uchaguzi nchini Tanzania. Hili unalizungumzia vipi? Huo ni mtizamo na kwangu ni mtizamo dhaifu. Ugandamizaji ungekuwepo, ukiangalia takwimu za mikutano ambao umeifanya na jinsi jeshi la polisi limevyofanya ulinzi kwao, nadhani ni fursa ya wao kupongeza zaidi kuliko kuwa na mtizamo hasi.